Yalisikika maneno ya rais mwenye dhamana ya michezo hapa nchini Tanzania na mjumbe wa wakilishi wa baraza la wakilishi pale CAF, yakisema ya kwamba klabu ya soka ya Yanga pamoja na viongozi wake ni wazee wa sinema na wa kucheza sinema, hivyo waache masuala ya kucheza sinema na wafanye mambo ya mpira. Hivyo kuelekea mchezo wa juzi kati ya Singida Black Stars pamoja na Simba Sports Club, Singida walinyimwa penalti 3 za wazi na kupelekea mchezo kutamatika kwa Simba kushinda kwa bao 1-0, hali iliyopelekea baada ya mchezo siku ya pili mwamuzi Heri Sasi alifungiwa mechi kujihusisha na mchezo katika kipindi cha miezi mitatu. Haruhusiwi kusimama kama referee, haruhusiwi kusimama kama mtu yoyote katika mpira huu wa Tanzania ndani ya miezi mitatu. Kwa akili ya kawaida tu, kama unaamua kupembua na kuchambua mambo, leo ni mwezi wa 6, anatakiwa atumikia adhabu mpaka mwezi wa 9. Ligi kuu Tanzania NBC Premium League itarejea pale mwezi wa 9 na adhabu ya mwamuzi El Sasi itakuwa imekwisha, huku Simba akiwa tayari ameshanufaika na pointi 3 na Singida amezikosa pointi 3 kwa kulazimishwa. Heri Sasi aliwanyonga wazi Singida Black Stars bila ya huruma. Maelekezo yalitoka TFF pamoja na bodi ya ligi. TFF pamoja na bodi ya ligi wanahitaji kuandaa bingwa wao wa msimu huu wa 2024-2025, hali ambayo inatia dosari katika mpira wa Tanzania na mpira wa Afrika kwa ujumla. Heri Sasi ni kama vile TFF na bodi ya ligi wameamua kucheza sinema ya kupumbaza mashabiki na wapenzi wa mpira hapa nchini Tanzania. Ni kama wameamua kumpa mapumziko baada ya kazi kubwa aliyoifanya katika msimu huu. Heri Sasi ameambiwa aende akapumzike nyumbani ili kupisha kelele zinazoendelea, ili baada ya ligi kurejea naye awe amemaliza mapumziko yake, aendelee na majukumu yale ya kupewa maelekezo ya kunyonga baadhi ya timu na kunufaisha baadhi ya timu. Ifike muda TFF pamoja na bodi ya ligi waache kucheza sinema kama rais ambavyo alisimama wazi na kutamka kwamba viongozi wa klabu ya Yanga wanacheza sinema. Waachane na sinema. Sasa leo hii wadau wa mpira tunamrudia Rais Wallace Karia na kumwambia kuwa, rais, tumechoka na sinema zako. Tunaomba uendeshe mpira kutokana na weledi, kanuni pamoja na taratibu za mpira zinazowakilishwa na CAF pamoja na FIFA. Hatutaki uhuni pamoja na maelekezo yako ya roho na moyo na mapenzi ulionayo katika klabu zingine na kuzinyonga klabu zingine. Tunaomba mpira uendeshwe kwa weledi. Tunaomba uige mfano wa wengine waliopita, kama Mheshimiwa Lady Gachila Tenga alisimamia mpira kwa weledi bila kujali mapenzi yake kwa klabu ya soka ya Yanga. Ilifika hatua mpaka aliwafungia Yanga isipokuwa serikali iliingilia kati. Hivyo tunahitaji na wewe uwe mfano na kiigizo chema katika mpira wetu wa Tanzania, la sivyo unakwenda kutudumbukiza katika yale majanga yaliyowakuta ndugu zetu wa Kenya, kufungiwa miaka 3 mfululizo na CAF bila kujihusisha na masuala ya mpira kutokana na siasa. Hivyo tunakuomba mheshimiwa, kwa muda mchache uliobakiza madarakani, acha kuongoza mpira kwa nafsi na moyo na mapenzi. Rejea katika kanuni, sheria na utaratibu na weledi wa uongozi. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.